Miaka mitatu tumefanya mambo, lakini sio kwa urahisi. Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, wakanifanyia nini, lakini mimi nimekaa ngumu kwa sababu kwa sababu nchi haiwezi kubadilika bwana bila ya mtu kuwa mkakamavu. Sijui kama tunaelewana. Watu walikuwa wanapigia kelele, sijui tusifanye housing. Wakanifanyia maandamano hapo, wakanipeleka kotini, wakanifanyia nini, tusifanye housing, hii housing levy, sijui nini. Wewe umekuwa Zakayo. Leo nyinyi ni watu mnaishi Nairobi. Nairobi inabadilika ama haibadiliki? Tunaweza kutoa nchi yetu mahali ilipo sasa, tuipeleke first world. Kabla hatujazeeka, tukiwa tu hapa, we can do it. Nyinyi mnanielewa? Yes. Mumesema vile vile ya kwamba katika taifa letu la Kenya kuna mambo ambayo hayakuwezekana pale nyuma, na kwa muda mrefu tumekuwa tuking'ang'ana vile tunaweza kubadilisha nchi yetu. Na nimesema mara kwa mara ya kwamba hatuna sababu kama taifa kutokuwa kama nchi ambazo zilikuwa pamoja na sisi miaka 60 iliyopita. Mimi nawauliza ninyi wana AFC, wakati nikiuliza wananchi wa taifa letu la Kenya, tulikuwa sawasawa na Malaysia, tulikuwa sawasawa na Korea, tulikuwa sawasawa na Singapore miaka 60 iliyopita. Leo hizo nchi zote ziko first world. Sisi bado tunang'ang'ana karibu na huko third world. Makosa ilitokea wapi hapa? Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaeleze, hatuna sababu kama Wakenya. Vile wale walipiga hatua na wakawa nchi tajiri, wakawa nchi yenye wananchi wako na ajira, wananchi wako na makao mazuri, wako na nafasi ya kazi. Vile walifanya wao, sisi tunaweza kufanya. Yes. Na ndio mumeona nimekatalia mambo mengi, kwa sababu watu wengi wanataka siasa ya kupigiwa makofi. Siasa kidogo kidogo ya ambayo ni populist. Unataka tu unaongea tu mambo ambayo haina maana. Na ndio sababu mimi nawaeleza nyinyi wana AFC, nikiwaeleza wa Kenya, nchi yetu hii ya Kenya, wakati wetu sisi, in our generation, tunaweza kutoa nchi yetu mahali ilipo sasa, tuipeleke first world. Kabla hatujazeeka, tukiwa tu hapa, we can do it. Nyinyi mnanielewa? Yes. Nilikuwa juzi katika nchi ya Norway. Walianza sovereign wealth yao miaka 30 iliyopita. Leo sovereign wealth ya Norway iko na $2.2 trillion, the largest sovereign wealth in the world. Leo nchi ya Norway ni kati ya nchi tajiri zaidi duniani, na walianza 30 years ago. Sisi pia vile nchi zile zingine zilivyofanya, hata China. Hii China mahali tunaenda kukopa pesa siku hizi, 30 years ago ilikuwa nchi maskini. Nyinyi mnanielewa? So hii Kenya tunaweza kubadilisha, na tutabadilisha. Just take it from me, kwa mapenzi ya Mungu. Si ndio? Kwa miaka mitatu tumefanya mambo, lakini sio kwa urahisi. Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, wakanifanyia nini, lakini mimi nimekaa ngumu kwa sababu kwa sababu nchi haiwezi kubadilika bwana
bila ya mtu kuwa mkakamavu. Sijui kama tunaelewana. Watu walikuwa wanapigia kelele, sijui tusifanye housing. Wakanifanyia maandamano hapo, wakanipeleka kotini, wakanifanyia nini, tusifanye housing, hii housing levy, sijui nini. Wewe umekuwa Zakayo. Leo nyinyi ni watu mnaishi Nairobi. Nairobi inabadilika ama haibadiliki? Hii Kibera imekuwa ikitusumbua hii. Si leo inajengwa? Si Mathare inajengwa? Si Nairobi, hapa Nairobi peke yake tunajenga nyumba 80,000, 80,000 houses in Nairobi City. Kila sehemu ya Kenya, enda Kakamega, enda Bungoma. Bungoma tunajenga one of the largest housing estates in Kenya. Kisumu, Migori, Garissa, Kiambu, Eldoret, Nakuru, every part of Kenya tunajenga leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuliamua kuwa na housing fund, tuwe na housing levy. Pesa zetu za Kenya ndio inatusaidia kujenga taifa letu la Kenya. Kama mimi ningekuwa mtu muoga, nipigiwe kelele, nifanyiwe maandamano, nipelekwe kotini, niwachane na mambo ya housing, tungekuwa tuna chochote cha kusherekea leo? Leo mbali na kujenga hizo manyumba, vile vile tunajenga markets. Vile vile tunajenga hostels ya vijana wetu. Masoko tunajenga Kenya ni masoko 600. Hostels tunajenga katika taifa letu la Kenya ni ya vijana 1180. That is how you transform a nation. Tunaelewana my friends? Hivyo ndivyo nchi zingine zimebadilisha nchi zao. Tulikubaliana ya kwamba tutafanya mambo ya health. Kwa sababu pale nyuma tulikuwa na matatizo, watu wanaenda hospitalini na kosa dawa, watu wanaenda hospitalini, hawezi kulipa. Wengine hata wanakaa tu nyumbani wangojee kufa kwa sababu hawana uwezo. Sasa tumesema kila Mkenya, mambo ya afya sio tena ati starehe ya wale watu wako na uwezo ama matajiri ama wako na kazi. Afya leo tumesema iwe ni haki ya kila Mkenya. Na bima ya afya ya SHA isimamie kwa kiasi kikubwa malipo pale hospitalini. Hivyo ndivyo tutabadilisha nchi. Sio kama tunaelewana. Mabarabara tumesema tunajenga. Na tunatumia akili kujenga hizi barabara. Hii barabara ya Mau Summit hii tunaongelelea saa hii. Kama tungengojea pesa ya serikali ya Kenya, hatungejenga. Lakini tumetumia akili na mbinu. Leo tunajenga na pesa yetu na pesa ya waegezaji. Hivyo ndivyo tunabadilisha taifa letu la Kenya. Sikizeni bana. Juzi nimesign hapa bill mwaka huu 2. Sasa ni sheria. National Infrastructure Fund na Sovereign Wealth Fund. Kwa sababu nchi zingine zimefanya hivyo ndio wakapiga hatua ya kwenda mbele. Leo kwa National Infrastructure Fund tuko na pesa ambayo itatusaidia kujenga barabara, kujenga airport, kujenga seaport, kuweka logistics, kuongeza stima na kuongeza mambo ya irrigation. Tumesema hiyo ndio safari tunatembea. Hivi karibuni tunataka reforms ya education inasonga mbele.